Kitu gani mnahitaji kutoka kwangu? Wewe ndio target yetu kubwa. Kaka kikwani mimi nimechoka kaka. Nimechoka na unyenyesaji wako. Kila siku kuniingilia mimi kimwili. Hivi wewe mwenyewe ujifikiri kwanza. Umezunguka mitaa tu jana wanawake wakaenda kuingilia kimwili kaka. Kikwani mimi nimechoka hata kama ndio hivyo kaka. Umejaibisha kunipiga mimi? Ndio nimekupiga. Sababu umenionea kaka. Hivi jana wanawake wakaenda kuingilia kimwili huko mtaani. Kikwani nimechoka kaka. Tumefanikisha ulichotuambia. Vizuri sana. Hii sadaka yetu nimeikubali. Kuanzia sasa mtaogopwa na kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Pesa, utajiri, pamoja na heshima hii dunia itakuwa mikononi mwenu. Lakini msisahau kutunza siri. Iwapo mmoja kati yenu akisema hili jambo, na wafuta wote. Nimetoka kwa mganga. Kama unavyojua, maisha yetu hapa ni ya kudharaulika sana na kunyanyasika. Mimi binafsi sijapendezwa na hili jambo. Mimi naamua nifanye haya. Mganga katupatia masharti ya kulala makaburini siku 7. Na baada ya hapo tutakuwa matajiri. Ndio, nakusikiliza. Yaani mimi nilichojua tu hapa ningepo tunaomba unioe. Maana mimi ninachofanywa kwa nyumbani sivyo. Yaani ningepo tunaomba unioe yani. Sawa. Sijakataa kukuoa. Ila sasa mimi bado mimi siko sawa bado. Yaani bado sijajipanga yani. Uko sawa kiaje? Mbona mimi nakuona upo sawa tu? Kwani ukinichukua na kwenda kukaa na wewe hata kama chumba kimoja, kwani tukikaa wote kuna nini? Sikiza nikwambie. Maisha najua mimi yanavyoenda.
Kwa hiyo ukiniforce kusema mimi nikuoe, siku ya mwisho utakula tope. Afu lawama nyingi. Kaka, hivi unajua siku zote woga nakaa na kufikiria bado ni mtu mwenye akili sana. Kumbe una akili hivi? Sister. Hapana. Kaka, kumbe una akili? Kaka, tangu unaenda kwa waganga. Ni kile kikundi chako kumeweza kukudanganya. Cha wavuta bange kile. Si ndio hivyo? Hebu ningekuwa babangu marehemu ungenifanyia hivyo kaka. Babangu angekuepo, ungefanya hivyo. Kwa sababu baba amekufa sio? Hivi ndio alivyokuachia? Umeenda kutafuta hela haramu sio? Kaka, kwa nini unafanya hivyo? Unaponiona hapo mguu wangu, anyonyoka kutoka kumwambia baba mkubwa. Kwa hiyo ulichokifanya, utakijutia blaza. Sitakubali familia yangu iteketee. Naondoka. Sister. Sister upoje huyu? Sawa, nimekuelewa. Ila mimi ni mtu mzima. Mbona mume wangu kuolewa tayari umeshafika? Ulisemaga unisubirie, yani mpaka nikue. Mbona nimekuwa najielewa? Hata kama kula tope, mbona mimi nitakula ile sope? Utakachokula nenda kula mimi. Kwani kuna shida? Usipokula asili. Tukilala na njaa sawa. Wewe unanipenda mimi? Nakupenda ndio. Unanipenda? Sasa tufanye hivi. Sawa. Nimekubali, lakini kwa sharti moja. Naomba nivumilie wiki hizo, wiki 2. Tena? Mwaka jana ulisemaje? Baada ya wiki 2 ndio nitakuoa. Victor. Na jina langu umelijuaje? Najua mengi sana kuhusu wewe. Unaweza ukanielezea? Lakini sio vizuri unavyonifanyia mwenzio. Mwaka jana ulisema na subiri mwaka uishe na kuoa. Toka umeshajipanga kila kitu. Nimesubiria. Mwaka umeshaisha. Nimekufuata, naomba unioe, utaki. Mbona hivyo lakini unavyonifanyia sivyo? Baby, usichukie. Ni maisha tu yanapita. Basi sawa. Nitakusubiria kwa hizo wiki 2 zako. Kama nimevumilia mwaka jana, basi acha tu nivumilie na hizo wiki 2. Mimi nimekuelewa. Muda hautoshi. Ila kama unaweza kupata muda kila siku maeneo kama haya unitembelee. Na kwa nini tukutane makaburini? Kwani hakuna sehemu zingine? Ndio sehemu ambayo huwa napenda sana kujituliza pindi ninapokuwa na mawazo. Sawa. Kitu gani unahitaji kutoka kwangu? Wewe ndo target yetu kubwa. Vipi mdogo wangu? Umeniita alafu upo kimya. Kuna jambo linanishangaza sana. Nilikuwa napita sehemu za makaburi. Nimekutana na kijana mmoja. Amenipa agano